Sasa swali yangu lilikuwa nauliza hivi, mtu ambaye amekufa akiwa ameokoka anaweza akapandishwa kutoka mahali ambapo amepumzika, akapandishwa na mganga, akapandishwa na mchawi, akapandishwa na mtu mwenye pepo la utambuzi na akaongea ndani ya mganga? Hiyo ndio swali yangu ile kubwa sana. Maana Samueli alikuwa ni nabii, tena nabii mkubwa, na ni mtu ambaye alikuwa anamjua Mungu, anatumika na Mungu. Lakini wakati ule Sauli anapofika kwa huyu mganga, anamwambia nipandishie Samueli. Na si eti kwamba huyu mganga aliongopa kumpandishia Samueli. Sasa nataka tusome maandiko ndio nijibu hiyo swali kabisa. Maandiko yasema hivi, ndipo yule mwanamke aliposema, je, ni nani nitakayekupandishia? Naye akasema, nipandishie Samueli. Mstari wa 12 nasema hivi, hata yule mwanamke alipoona Samueli alilia kwa sauti kuu. Na yule mwanamke akamwambia Sauli akasema, mbona umenidanganya kwa kuwa wewe ndiwe Sauli? Jambo la kwanza, maandiko yanasema ya kwamba wakati ule mwanamke alipoingia kwenye kazi yake ya kumpandisha Samueli, alilia sana alipomwona Samueli. Sasa nataka kabla sijajibu hiyo swali ambayo nimekuuliza, kwa nini huyu mwanamke alipomwona Samueli alilia? Hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la kwanza, huyu mwanamke alilia kwa sababu ya kile alichokiona kwenye kazi yake ya kupandisha, ama yule aliyemuona kwenye kazi yake ya kupandisha. Unajua watu wa falme za giza hawana urafiki na watu wa ufalme wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia jambo la pili, yule mwanamke alilia kwa sababu alipomuona Samueli alijua ni bila shaka huyu Samueli anaweza akapanda na akazungumza kwa sababu tu ya swala la kitaifa ama swala ambayo inahusu taifa. Ndio maana namwambia, kwa nini umenidanganya? Kwa maana wewe bila shaka ndio Sauli. Nielewa. Lakini Samueli anaweza akaonekana tu kwenye swala ambayo inahusu nchi, swala ambayo inahusu taifa, maana alikuwa ni nabii ambaye anahusiana na mambo ya taifa. Lakini pia cha pili ambacho nilikuwa nimeuliza, inawezekana aje mtu ambaye ameokoka, kama alienda paradiso, akaenda kifuani mwa Ibrahimu, akaenda pale alienda, inawezekanaje mchawi akamtoa kule akampandisha na yule mtu akazungumza ndani ya mchawi? Maana ile neno kupandisha inamaanisha hivi, inamaanisha ile spirit ya yule mtu aliyekufa unainyofoa mahali alipo, unaiweka ndani ya mwili wako, inaanza kuongea ndani yako. Wajua mwili wa mtu ni hekalu ya Roho Mtakatifu, na kama mwili wako haujatumika kama hekalu ya Roho Mtakatifu, unaweza ukatumika kama hekalu ya mapepo. Ndio maana maandiko yanasema ya kwamba pepo amtokapo mtu, pepo anaweza akakaa ndani ya mtu. Maandiko yanasema pepo amtokapo mtu huenda jangwani, mahali kuliko kauka, na akiwa kule atakuwa anatazama kama nyumba mahali alipokuwa naishi, kama kumefagiliwa ndio arudi tena. Pepo akiangalia mwili wako anaona kama nyumba, mahali ambapo anaweza kuja kukaa. Kwa hivyo mtu akiwa ana Roho Mtakatifu, yule mtu anaweza akawa na roho mchafu wa shetani. Kwa hivyo ile neno nipandishie inamaanisha kwamba unatoa spiriti ya mtu kutoka chini, kuzimuni, makaburini, paradiso, mahali ilipo, unaiweka ndani yako, inaanza kuongea ndani yako. Ndio maana wakati mwingine mganga akipagawa na mizimu, ni mwanamke mganga lakini ataanza kuongea kama mwanaume, ama ni mwanaume huyu mganga lakini anaanza kuongea kwa sauti ya kike, kwa sababu yale mashetani yamempanga ama ameingia ndani yake
ni ya mtu ambaye ni mwanamke, yamechukua jinsia ya kike, ama yule mtu ameingia ndani yake ni mwanaume, sio mwanamke, na labda huyu mganga ni mwanamke. Sijui kama naeleweka. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo Sauli anamwambia yule mwanamke, nipandishie Samueli. Ile neno nipandishie ina maana kwamba alikuwa anamtoa Samueli mahali alipokuwa, kama ni paradiso, anaingia ndani yake. Samueli anaanza kuzungumza ndani ya kale kama mwanamke. Kupandisha kunaweza kuwa njia mbili. Njia ya kwanza ni pale ambapo utatoa spirit ya mtu, unaiweka ndani ya mganga, anaiweka ndani yake, inaanza kuzungumza. Ni mganga kabisa, lakini spirit ndio inazungumza ndani yake. Lakini kupandisha, njia ya pili, ni pale ambapo roho ya mzimu wa yule mtu aliyekufa itatokea katika sura na umbile, inatokea physically. Maana hapa sasa ni roho ya mtu aliyekufa, sio mtu mwenyewe. Lakini hii roho ya mtu aliyekufa, kwa sababu unajua mizimu ni malaika pia wa kishetani, na malaika wanaweza wakaja kama mwanadamu kabisa. Malaika wanaweza wakapia kama wanadamu wakaja kwako. Kwa hivyo kuna wakati mizimu inaweza ikaja kama mtu kabisa. Unaona huyu ni mtu kabisa, anakuja na kutokea. Baba yako, babu yako waliokufa wanakutokea kabisa, lakini hao sio babu yako, ni malaika wa kishetani ambao walichukua sura na umbile ya babu yako, baba yako ambaye alikuwa anaabudu hiyo mizimu. Je, kama naeleweka? Lakini hapa kwenye situation ya Samueli iko tofauti. Anasema nipandishie Samueli. Naona sasa kwenye kile kitabu cha Samueli wa kwanza 28 mstari wa 12, lakini pia mstari wa 13 nasema hivi: mfalme akamwambia, usiongope, waona nini? Yule mwanamke akamwambia Sauli, naona Mungu anatoka katika nchi. Na hii ndio inatufundisha kwamba ni bila shaka Samueli alipandishwa, hata kama alipandishwa na mganga. Samueli alitolewa paradiso, kama ndio alipokuwa, ama kama alikuwa katika kifuani mwa Ibrahimu. Maana unakumbuka ile historia ya Ibrahimu na mtu tajiri walipo Lazaro na mtu tajiri. Lazaro alipokufa alienda kifuani mwa Ibrahimu. Kwa hivyo kama alikuwa kifuani mwa Ibrahimu, alikuwa paradiso pale, alikuwa ni bila shaka alipandishwa na kale kamganga na akaongea. Na ndio maana kale kamganga kanaulizwa na Samueli, unayemuona ni mtu wa aina gani? Wanasema kale kamganga kanasema hivi, naona Mungu anatoka katika nchi. Kanaelezea kile ambacho kanaona sasa, kile ambacho kanakipandisha, kanakitoa ndio kiongee ndani yake. Namba 2 kwenye mstari wa 14, kale kamganga kakaendelea akasema hivi, naye akamuuliza, ni mfano wa nini? Sasa hapo Sauli anajaribu kuelezewa ndio ajue kile ambacho amesema apandishiwe ndio hicho ama ni kitu kingine tofauti. Anauliza, naye ni mfano wa nini? Akajibu yule mganga kusema, ni mzee anazuka, naye amefunikwa vazi. Basi Sauli akatambua ya kwamba ndiye Samueli mwenyewe, akainua uso wake mpaka chini akamsujudia. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema ya kwamba kulingana na yale maelezo ambao kale kamganga kaliyaeleza kutokana na kazi yake ya kumpandisha Samueli, Sauli bila shaka akajua kwamba huyu ndiye nani? Huyu ni Samueli. Maana Sauli alikuwa amekaa na Samueli miaka mingi alipokuwa hai Samueli, na alikuwa anamfahamu Samueli. Kwa hivyo akiambiwa amevaa mavazi ya namna hii, ni mzee anakaa namna hii, ni mtu ambaye anafanana na hii, alikuwa na uwezo wa kujua kweli huyu ni Samueli. Kwa hivyo aliyepandishwa hapa sio mwingine ila ni
Samueli.